Mheshimiwa Jaji Saheli, jaji wa mahakama ya rufani na mwenyekiti wa Tauja Taifa. Mheshimiwa Catherine Mteule, jaji mfawidhi mahakama kuu kanda ya Tanga na mkufunzi wa mafunzo haya. Mheshimiwa Victoria Nongwa, jaji wa mahakama kuu kanda ya Mbeya, makamu mwenyekiti wa Tauja. Mheshimiwa Gladys Bath, jaji wa mahakama kuu kituo jumuishi masuala ya familia Temeke na katibu wa Tauja. Mheshimiwa Dr. Irene Msokwa, jaji wa mahakama kuu kanda ya Dodoma, mwakilishi wa jaji mfawidhi mahakama kuu kanda ya Dodoma. Mheshimiwa Jacqueline Dimero, jaji wa mahakama kuu mstaafu na mwenyekiti wa Tauja aliyemaliza muda wake. Mheshimiwa Dr. Tuganile Ngwara, jaji wa mahakama kuu mstaafu na mkufunzi wa mafunzo. Mheshimiwa wasajili, naibu wasajili mliopo. Mheshimiwa mahakimu wa ngazi mbalimbali mliopo. Mheshimiwa waratibu wa Tauja, wanachama wa Tauja mliopo. Waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa majaji na wote tulioko hapa, mahakimu. Mimi nitawaita tu kwamba Mheshimiwa viongozi. Kwa hiyo naona hata mafunzo yenyewe ni ya kuimarisha uongozi, nafasi yenu ninyi kama viongozi katika kutekeleza malengo na madhumuni ya chama chenu. Ninaungana na wewe Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza kwa kutambua rehema na fadhili za Mwenyezi Mungu ambaye ameendelea kutupatia uhai hata leo tunakutana. Tumesafiri kutoka sehemu mbalimbali na wengine tumeona wamepata dharura hawakuweza kuhudhuria. Kwa hiyo sisi tuliopata fursa ya kuja na kushiriki mkutano huu, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema na fadhili zake. Naungana na wewe tena kwa mara nyingine kuwakumbuka wenzetu ambao mwezi huu hatuko tena na wao. Na matukio haya yanapotokea yanaumiza, lakini yanaacha mapengo yasiyozibika. Wajibu wetu sisi ni kujifunza kuzihesabu siku zetu, kama Mungu anavyosema kwenye Zaburi ya 90. Lakini na kuishi na mapengo na mapigo haya yanaumiza kwa namna ambayo na sisi hatumii sana hata tukafuatana nao mapema. Ninawashukuruni sana kwa kuandaa mkutano huu. Nakushukuru sana mwenyekiti kwa hotuba hii. Nadhani mimi leo yangu yatakuwa machache sana kwa sababu nilitaka kusema ni kama umeshanifilisi. Ninachoona ni kwamba mnajitambua. Kwa haya ambayo mmezungumza kwenye hii hotuba yako Mheshimiwa mwenyekiti, ni mnajitambua. Mnajitambua sasa leo mtakuwa na kazi ya kushirikishana haya. Pengine kwenye level ya juu huku mnajitambua, lakini sasa kuwashirikisha hawa wenzetu ambao wote ni viongozi, namna ya kwenda bora ya kutekeleza haya ambayo umeyasema na ndio malengo yenu na madhumuni yenu. Ni malengo mazuri na sisi mahakama ya Tanzania tutaendelea kuunga mkono, tunaunga mkono. Ni kweli kama nilivyosema siku ile, niliwashauri yale mambo na naona mmeyazingatia. Wajibu wenu leo ni kuweka mikakati, kuja na mikakati ambayo itawezesha kutatua hizi changamoto ambazo zimekuwa zinajitokeza kwenye haya masuala yanayowahusu na hasa haki za binadamu wote ambao humo wanajumuishwa wanawake na wanaume, wakiwa wa umri mbalimbali, wengine watu wazima, wengine wazee na wengine watoto. Kwa mfano, tunakuwa na changamoto hii ya makosa unyanyasaji wa kijinsia. Wakati fulani kumekuwa na misconception kwamba jinsia inahusu wanawake tu. Lakini ni pamoja na wanaume. Na wote hawa kwa nafuta fulani, kwa namna fulani wananyanyaswa na wa jinsia tofauti. Ushauri wangu ni kwamba ninatambua kwamba tatizo la unyanyasaji wa wanawake pengine ni wa kiwango kikubwa kuliko kulinganishwa na wanaume, lakini na wanaume wananyanyaswa. Isipokuwa tu wanavumilia.
Jamii yetu ni ya maana ambayo mwanamume hapaswi kuonekana kama ni dhaifu vile. Kwa hiyo basi anavumilia, tuna matokeo yake wakati fulani tunaopoteza mapema. Kwa hiyo na wakishapotea hapo ndo tunawatambua umuhimu wao. Mimi ni washauri muendelee kuwajali wakiwa hai. Kila mmoja anamhitaji mwenzake. Akinashua kila mmoja anamhitaji mwenzake. Mwanaume anamhitaji sana mwanamke na mwanamke anamhitaji sana mwanaume. Sasa unaona ile pale na coat of arms, nembo ya taifa. Mimi si mtaalamu sana wa masuala, japo mambo kwamba anajua nembo za coat of arms za mataifa yote duniani. Lakini Tanzania ni wa pekee. Coat of arms yetu unaona ilivyo, inamtambua mwanamume na mwanamke, na usawa unaanzia pale kama binadamu. Na wote wanapewa access ya rasilimali za nchi. Hawa ndio wananchi wanaounda taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama inavyoelezwa kwenye ibara ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na unaona kila mmoja pale ameshika pembe ya ndovu ambao ni utajiri na urithi wa taifa hili. Mama ameshika hiyo na huyu mwanaume naye ameshika hii. Na kwa kiwango ambacho walichoshika unaona ni sawa. Sio kwamba mwingine ni kafupi, mwingine kadogo. Alafu wako juu ya nchi. Taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hao maana yake ndio wanaotengeneza taifa au nchi inayoitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nchi hiyo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeelezwa katika ibara ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ambayo inasema moja, Tanzania ni nchi moja na ni Jamhuri ya Muungano. Na ibara mbili ya kwanza, ibara ya pili ya kwanza, ibara ndogo ya kwanza ndio inaeleza hilo eneo linaloitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Eneo la Jamhuri ya Muungano ni eneo lote la Tanzania bara na eneo lote la Tanzania Zanzibar, na pamoja na sehemu yake ya bahari ambayo Tanzania inapakana nayo. Hiyo ndio nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hapo unaona Zanzibar pia ikiwa represented. Ukiacha kwamba kuna bendera ya taifa, lakini unaona hata Zanzibar iko represented kwa hiyo bahari hapo. Kwa hiyo kuna urithi na rasilimali za taifa hili. Unaona mlima Kilimanjaro, hiyo ndio nchi. Na taifa linaundwa na ardhi ambayo inaitwa nchi na wananchi, yani watu. Lakini pamoja na hayo sasa, katika ardhi unakuta kuna mimea, kuna milima, kuna maji, kuna vitu gani na vitu vyote hivyo. Na tumewahi kujifunza ile bendera ya taifa inaonyesha kitu gani. Tumewahi kujifunza ule mwenge pale unaonyesha kitu gani kwa mujibu wa maneno ya mwalimu. Alipokuwa ule mwenge anasema unasimikwa kwenye mlima Kilimanjaro, ulikuwa unaonyesha kitu gani? Kuna vitendea kazi pale. Hivi vinamaanisha nini? Zile ni silaha au ni vitendea kazi? Kuna silaha pale, lakini pia kuna vitendea kazi vya kilimo, sio na vitu gani. Hii na ngoja niwaambieni, unaposoma ibara ya ibara ya 8, ibara ya 9 mpaka ibara ya 11, ndipo unapoona hiyo definition ya ndio tafsiri ya hicho kitu kilichoko hapa. Sasa Mheshimiwa Jaji Sahere, mwenyekiti wa Tauja, ameyasema kwa uchache. Mimi nataka kusema misingi ya umoja kati ya mwanaume na mwanamke ulishawekwa tangu taifa hili lilipopata uhuru. Tukaja na hiyo kitu inayoitwa uhuru na umoja. Kwa hiyo huyu mwanaume na mwanamke wanaounda taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania watakuwa huru, ambao tunapaswa kudumisha huo uhuru, lakini wakibaki kuwa wamoja. Kwa hiyo tofauti haipo kwamba unatoka wapi. Sisi tunachojua ni binadamu na binadamu mwenzake, mwanaume na mwanamke. Hawa ndio wanaopaswa kuunda
umoja wa taifa hili. Haijalishi kwamba unatoka Shinyanga au unatoka Zanzibar, ili mradi wewe ni mwanaume na mwanamke. Na mpaka sasa tuna watu wa jinsia hizo mbili tu. Mimi sijaona watu wa jinsia nyingine pamoja na mambo haya mengine. Hawa ndio wanaounda hii taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na wakiwa wanaheshimiana na kila mmoja amepewa fursa ya kufaidi ya matunda ya uhuru na rasilimali za nchi na stahili zake nyingine zote. Sasa wajibu wetu sisi kwenye chama kama cha TAUJA ni kutambua changamoto zinazofanya tusifikia haya malengo ambayo yapo tangu kuasisiwa kwa taifa hili. Na yamesisitizwa pia katika katiba. Ibara hii ya 7, ibara ya 7, ibara ya 8, ibara ya 9, ibara ya 11. Lakini pia kama alivyosema Mheshimiwa Jaji Seri, ibara ya 22 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ya 22 na 24 inasema hivi: kila mtu anao haki ya kufanya kazi. Mtaendelea kutambua changamoto zipi zinafanya, kwa mfano wanawake wakose hiyo fursa. Na hivi kazi ni ya kuajiriwa tu? Hivi tunapofikiria kazi tunaangalia masuala ya kuajiriwa tu au ni hata hizi kazi nyingine za kujitegemea kama kilimo, uvuvi, ufugaji, biashara na kadhalika? Ibara ndogo ya 2, kila raia anastahili fursa na haki sawa. Kila raia wa Tanzania ni mwanamke na mwanaume. Na unaziona hizo fursa hizo hapo kama nilivyowaambia, kwa masharti ya usawa ya kushika nafasi yote ya kazi na shughuli yoyote iliyo chini ya mamlaka ya nchi. Ni kama viongozi mtajifunza kama mnavyosema kwenye agenda zilizoko mbele yenu, namna gani mnaweza strengthen na kuimarisha fursa yenu ya kuja ku access hivi vitu, maana havitakuja kwa upendeleo. Na hapa ndipo changamoto nyingine ambayo nadhani na katika watu wanaopigania hizo wanazotoa haki za wanawake kuliko kuwa na changamoto. Mkianza kutaka upendeleo, watu wengine wanakuja kusema kwamba hawa jamaa kumbe hawajiwezi, wakati sisi tunatambua mna uwezo mkubwa sana. Na sisi wengine tumesoma tukafikia hapa kwa matokeo ni matunda ya wanawake waliokuwa walimu wanatufundisha. Mimi walimu wanawake wana mchango mkubwa sana kwenye kiria yangu, na viongozi wengine wanawake. Mna uwezo, msiache kujinyanyapalisha ninyi wenyewe. Halafu kama wana sheria, mnajua kabisa kila kitu hiki. Ningekuwa nazungumza na watu wengine ili ningekuwa jambo lingine. Lakini kama wana sheria, mnaofahamu katiba, mnaofahamu na sheria hizi na namna gani, ninyi mna nafasi kubwa sana ya kuwa champion wa change, wa mabadiliko chanya katika kuimarisha usawa na heshima ya kijinsia katika taifa hili. Lakini ibara ya 24 kuhusu kumiliki mali, na warudisha tu pale kwenye ile court of arms, inasema hivi: kila mtu anayo haki ya kumiliki mali na haki ya hifadhi ya mali yake alionayo kwa mujibu wa sheria. Hatujabaguliwa. Na serikali imetunga sheria mbalimbali, kwa sababu hata katika zile jamii walizodhani kwamba wanawake hawezi kumiliki ardhi, ilitungwa sheria ya ardhi ya mwaka 1999 ambayo sasa inaondoa hizo, kwamba kwa hiyo hata mwanamke anaweza kumiliki ardhi tu. Kabla ya hapo mahakama hii ya Tanzania ilikuwa imeshafanya maamuzi mbalimbali ya kuondoa hiyo discrimination ya umiliki wa ardhi. Na hapa duniani hakuna mali ya maana kama ardhi. Kinashua hiyo. Kwa hiyo haya yani msingi ulishowekwa kwenye katiba. Kila mnachokitafuta ninyi, iwe ni uongozi, nimewasomea muda mfupi uliopita ibara 22. Iwe ni kumiliki mali, muda mfupi uliopita nimewasomea ibara 24. Mimi nasichagua tu, and this is enforceable. Lakini tutakaporudi kwenye ibara ile ya ndio kwa anasema ya 7. Ibara ya 7 inasema hivi: bila ya kujali masharti ya ibara ndogo ya 2 ya hii ibara, serikali
Na nishasema serikali ni muunganiko wa executive, legislature na judiciary. Kwa mujibu wa ibara ya 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ndio kwa Kiingereza huitwa government. Sisi tunachanganya sana, tunadhani executive ndio serikali peke yake. Serikali hata sisi mahakama tumo humo, bunge liko humo, na muhimili wa utendaji huko humo. Kwa hiyo nasema bila kujali masharti ya ibara ndogo ya 2, serikali, vyombo vyake vyote na watu wote au mamlaka yote yenye kutekeleza madaraka ya utawala, madaraka ya kutunga sheria au madaraka ya utoaji haki watakuwa na jukumu na wajibu wa kuzingatia, kutia maanani na kutekeleza masharti yote ya sehemu ya sura hii, yale niliyowasomea kuanzia ibara ya 8 mpaka ibara ya 11. Na ibara ya 8 inasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki ya kijamii. Na kwa hiyo kama ni haki ya kijamii na ya kidemokrasia, ninyi mnatumia fursa gani haki zenu hizi, kwa mfano za haki zenu za exercise, kutekeleza hiyo haki yenu katika demokrasia? Kuomba uongozi, kwa mfano uongozi na mnajitokeza. Sasa ninyi hamwezi kuwa viongozi kwenye huu wa kisiasa huu mpaka ujiuzuru kwanza, si ndio? Naambieni tu majaji hasa na mahakimu, si ndio? Hatupaswi kushiriki siasa. Hatupaswi kushiriki siasa ili kumaintain ile neutrality na kutokuwa na upendeleo kabisa. Lakini hii fursa ipo. Pengine kama hamwezi kushiriki, basi jitahidini kuwawezesha wenzenu wanaokuwa na nia hiyo, kwa kuwaelekeza vizuri namna gani hizi haki wanavyojenga zile hoja wengeze kuchaguliwa na kuchagua. Kwa hiyo ninarudia hii, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki ya kijamii, social justice kwa Kiingereza ndivyo wanavyosema. Na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Hilo lazima mlitambue. B, lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi, na C, serikali itawajibika kwa wananchi. Sasa kama lengo kuu la serikali hii inaitwa Jamhuri ya Muungano ni ustawi wa wananchi, na fursa zimewekwa kama tulivyokwisha tangulia kusema, tutazi access namna gani? Namna gani wanawake ambao nao ni wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ni watu, maana nasema kila mtu, si ndio? Na wataweza kupata ustawi kama sehemu ya jamii ya wananchi wa Tanzania. Na watawezaje sasa ninyi kama viongozi kuja na mikakati ya kuunlock hii vikwazo vya kuwafanya ninyi msinufaike nayo ustawi wa jamii wa jamhuri, ya ustawi wa wananchi wa jamhuri? Namna gani tuta explore dira ili tuweze kuexploit kile kizuri kilichoko mule kwenye ile dira? Na nakushukuru mwenyekiti, umequote extensively kutoka kwenye dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Hiyo ndio ilikuwa faraja yangu kubwa sana, nikasema tunaona hata dira yangu nimeacha huko mezani, sikutaka kuichukua tena, iko pale mezani. Kumbe ninyi mnajitambua, na Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo mnapaswa myatilie maanani. Lakini ili kuwe na usitawi, kuwe na usitawi wa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna mambo pale yanatajwa kwenye ibara ya 9 ya katiba. Moja, kuimarisha udugu na amani. Maana ibara hii inasema hivi, lengo la katiba hii ni kuwezesha ujenzi wa Jamhuri ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar au chochote kama kati ya vyombo vyake, na udugu na amani. Hivi bila kuwepo amani kunakuwa na ustawi? Hakuwezi kuwa na ustawi. Bila amani, I can assure you with confidence kwamba hakuwezi kukuwa na ustawi wa wananchi.
Na mengine watu wasishabikie tu. Hakuwezi kuwepo unausitoa wananchi, huwezi kwenda shambani, huwezi kwenda kulima, huwezi kwenda kuvua, huwezi kufunga ndoa, huwezi kwenda kwenye ibada, huwezi kufanya hata na mambo ya uongozi tu. Yaani mambo halali. Huwezi kufanya kazi, utafanyaje kazi? Hakuna amani, watu wako kwenye vita. Kwa wajibu wa wanawake pia ni katika kazi zenu na kama viongozi ni kusitiza haya. Na hasa ninyi wa mahakamani ambao mna jukumu kubwa sana. Mahakama mna jukumu kubwa sana kudumisha utawala wa sheria. Katika msingi mkuu wa dira unaona utawala, amani, utulivu, usalama. Na vipengele vyake vikuu vikiwa 4. 1, utawala bora na haki. 2, serikali za mitaa imara zenye ufanisi. 3, wajibikaji wa utumishi wa umma. 4, amani, usalama na utulivu. Unaona mahakama ina mchango mkubwa sana katika kudumisha amani, usalama na utulivu wa taifa hili. Na kwa maana hiyo ustawi utapatikana. Sisi tunapofanya maamuzi yetu kwa mfano, tunayazingatia hayo. Tunazingatia kwamba mahakama ina wajibu mkubwa sana wa kudumisha amani na usalama katika taifa hili. Udugu unaozungumzwa hapa. So hii vitu mtaviangalia ninyi mnapoangalia. Na ni wapi ambapo tutakuwa tuna nani? Sababu utawala wa sheria. Utawala wa sheria. Kwani utawala wa sheria uliwekwa kwa sababu gani? Ni kutaka kushamirisha na kuhakikisha kwamba kuna kuwa na ustawi wa wananchi, ili watu waweze kufanya shughuli zao za kisiasa, za kiuchumi na kijamii kwa amani na wakiwa huru. That is the essence of this utawala wa sheria, ambao sisi umetaja kwenye ibara 26 Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa sababu hiyo muangalie pia, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye hii hotuba unazungumza ambao wataangalia hao watumishi wa Mungu. Mtaangalia the increasing na kuongezeka kwa makosa haya ya kijinsia, ya unyanyasaji wa kijinsia. Lugha yao inasema gender based violence. Hivi tatizo ni nini? Na sisi kwa saa hiyo unyanyasaji wa kijinsia ni makosa ni yapi? Ni yale ya vipigo peke yake, au hata ni yale yanayohusu makosa kujamiana, ile sexual offenses? Na ni vitu gani vinachochea haya mambo? Ni mabadiliko ya mila na tamaduni zetu na maadili yetu. Watoto wetu sasa hivi wanafundishwa hayo mambo wakiwa na umri gani? Na wakati kwenye umri wa kukua. Kama ni masuala haya ya sexual offenses, makosa kujamiana, wako kwenye age ambao wanajifunza, ni age ya kujifunza, yani ni age ile ya kujifunza kila kitu. Tumewa expose hawa watoto wetu kwa kuwaletea vitu vya ovyo tu, kwamba tunawafundisha. Kwanza wanaweza hata wakajikingaje wale watoto. Watanzania mimi nilikuwa naona kama ni watu wenye akili nzuri sana, lakini sijui wakati fulani inakuaje. Yaani sisi tunaweza kuafford kuendeshwa na watu wengine ambao hawajui taifa hili. Eti kwa sababu tu akija hapa tukizungumza wanakuwa wanafanya hivi na nini. Mengine haya hivi sisi hatuwezi kujitambua. Taifa hili lina utajiri mkubwa wa watu wenye mila na tamaduni nzuri za kutufanya tuendelee kuwa watu wenye akili nzuri katika taifa hili. Yale ambao ni mazuri tuendelee kuyaenzi. Rais wakati anazindua hii dira, na mimi nilikuwepo na akanikabidhi mwenyewe ile dira hapa Dodoma, alisema taasisi za dini zishirikiane na serikali katika kuhimiza maadili ya jamii. Maadili ya jamii ni yapi? Mimi katika kusoma kwangu katiba, maadili ya jamii yametajwa kwenye ibara ya 19 ibara ndogo ya 3. Yanatajwa tu halafu yafafanuliwi. Halafu yanatajwa tena katika ibara ya 30 ibara ndogo ya 2 ya katiba B. Pale kinachaja tena maadili ya jamii. Maadili ya jamii tuliwahi kujiuliza ni nini?
Na katika ibara hii inahimizwa kwamba serikali, pamoja na hizi haki zilizotajwa hapa, serikali haiwezi kuzuiliwa kuchukua hatua yoyote ile au kutunga sheria yenye nia ya kuhakikisha ulinzi, usalama wa jamii, amani katika jamii, maadili ya jamii, afya ya jamii na mengineyo, kwa maslahi mengineyo yoyote, kwa nia ya kukuza manufaa ya umma. Na kwa hiyo wajibu wenu tunapokuwa na vitu kama hivi ni kuangalia hivi maadili ya jamii ni yapi. Kwa mfano hizi sexual offenses na mambo mengine hivi kuna makabila yapo yanayohimiza, kwa mfano wanaume wao wananyanyasa wake zao, wanawapiga, wanawafanyia vitendo vya ovyo. Ndicho hicho ambacho mheshimiwa mwenyekiti ulisema kwamba niliwashauri, hebu muangalieni kwenye maeneo ya taifa hili ambako bado kuna tamaduni za aina hiyo au tabia za aina hiyo, alafu mtaangalia ni kwa nini, tuziwekeo mikakati ya kuiaddress. Haya makosa yanayozungumza haya kwa mfano ya makosa ya kujamiana, hiyo sexual offenses, hivi ni vitu gani vimetufanya tufikie hatua hiyo? Hivi kweli hata zamani yalikuwepo? Na kama kwa nini haikuwa machache, yalikuwa hivi? Angalieni sasa, nimezungumza kwa mfano, naambia mitaala ya watoto hawa, mitaala wanaanza kufundisha. Sisi tumesoma haya mambo tukiwa form 3 tunajifunza juu ya kitu kinachoitwa reproduction. Unaenda tena kama unasoma biology, unaenda kusoma tena form 6, unairudia tena katika advanced age stage. Sasa hivi nasikia wanasoma primary. What is this? Na katika kipindi ambacho kuna wimbi la ovyo la kuhamasisha mambo ya ovyo, kuondoa hizi tofauti hizi za mwanaume na mwanamke, sisi kama mahakama role yetu ni ipi tunapofanya maamuzi? Na sisi ni viongozi. Sasa ni viongozi, mahakama ni viongozi. Tunataja hata kwenye ibara kifungu cha 6 cha sheria maadili ya viongozi wa umma. Ushauri sheria maadili ya viongozi wa umma, na sisi tumetajwa pale ni viongozi. Ibara ya section 6 kile kifungu kinatuwekea miko na mambo ya kuzingatia tunapokuwa tunatekeleza majukumu yetu kama viongozi wa umma. Tunafanya nini? Watoto wetu leo wanavaaje? Wa kiume na wa kike. Wale wa kike, wala hata siwaseme wa kike tu, wa kiume nao wamekuwa ajabu. Wanavaa suruali zao zimelegea hivi na nguo za ndani zinaonekana, na kwa kuiga tu bila kujua kwamba wanatangaza kitu gani. Baada ya siku mbili unasikia sijui anasema amelaitiwa, amekuwa sodomized, usijui lugha gani wanazungumza. Wakati fulani unakuta kwamba yeye ndo anafanyiwa hivyo vitendo. Na sasa alafu wengine wanapita wanasema hizo ni haki za binadamu. Haki za binadamu wapi? Kwa hivi haki za binadamu tunazosisitiza hizi, ambako humo ndani kuna wanaume na wanawake, ni zile za msingi kama zilivyotajwa kwenye ibara ya 12 mpaka ibara ya 29 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na zinaendana na wajibu. Ni haki na wajibu. Sasa hizi nyingine ni opportunistic rights. The so-called haki pandikizi kwa lugha yenu ninyi hii na nini. But hiyo hata usipoipata huathiriki chochote. Sisi tungekaza kwenye mambo ya msingi yale yaliyowekwa pale. Na kwenye hizi kesi kwa mfano hizi zinaenda na stigma hizi za sexual offenses. Mahakama tuna mkakati. Moja ndio tumetunga hizo kanuni kwa mfano. Maana kufanya hizi kesi zisikilizwe mapema. Unasikilizaje mapema? Kwa mfano kwenye zile kanuni namba 597 za mwaka huu 2025. Unaona washitakiwa mahakama na wale washitakiwa wanapewa ushahidi wa upande wa kesi ya mashtaka. Ili sasa ikisha kuwa hivyo kesi itasikilizwa mapema, itaisha tu. Na hii itaimarisha umakini katika upelelezi. Right now zile kesi hazipelelezwi vizuri, na nyingi hata walio waathirika wale wa makosa ambao wamefanyia kweli makosa yale, zile kesi nyingi pia hazifanikiwi. Zinafanikiwa kwenye mahakama za mahakimu, lakini inapoenda mahakama kuu na baadaye mahakama ya rufaa, maamuzi mengi yanatenguliwa. Kwa sababu upelelezi unakuwa dhaifu,
uamuzi unaofanywa na mahakama katika ngazi hizo unakuwa dhaifu. Kwa hiyo tumekuwa tunalea kitu ambacho hakitusaidii. Kwa hiyo moja ya faida ya hizi kanuni ni kwamba zitaleta transparency, na hakimu anafanya maamuzi at least akiwa well informed, amepata fursa hata kumuuliza maswali yule mtu, maswali ya clarification, ili ajiridhishe anapofanya maamuzi ya kumpeleka ndani kifungo cha maisha au miaka isiyopungua 30. Lakini kwa vile sasa washtakiwa nao na mahakama atakuwa napata huo ushahidi, hii pia itapunguza ubambikizaji wa kesi kwa hawa watu. Tunao ushahidi mahakamani pia, mbali na kwamba kweli hivyo vitendo vipo na watu wanafanywa, lakini ubambikizaji nao upo. Wao jamaa akijua kwamba hizi kesi watakuwa makini kwenye kupeleleza, wanajua huku ita nani. Lakini pia kwenye kifungu cha 134 cha sheria ile ya mwenendo wa mashauri ya jinai kimeelekeza kwamba makosa mashauri yasifunguliwe mahakamani, mashauri ya jinai, isipokuwa kama upelelezi umekamilika. Lakini kuna exception pale. Moja, makosa yanayosikilizwa na mahakama kuu na makosa mengine yanayosikilizwa na hizi mahakama za mahakimu ambayo yanaitwa serious offenses, ambayo moja ni hao sexual offenses, drug trafficking, trafficking in persons, na makosa gani yale mengine, armed robbery. Na haya mkurugenzi wa mashtaka amewekea utaratibu ndani ya kipindi cha siku 90 upelelezi huo umekamilika. Na katika mashauri yanayosikilizwa mahakama za mahakimu hizi, yeye amejiwekea utaratibu kwamba ndani ya miezi 6 shauri liwe limekamilika, limesikilizwa, na sisi tukakubali hivyo, na sisi sasa tumewekewa hicho kipindi. Kwa hiyo tunavyoharakisha hivi kuyasikiliza haya, inasaidia kumitigate the would be delays ambazo pengine zinaenda hatimaye watu wanapoteza interest ya kuja kutoa ushahidi, wengine wanahama maeneo hayo, haki hata haijatendeka. Kwa hiyo tumeweka hizi measures na ninyi mta explore namna gani tunaweza kuharakisha hii kitu. Tukaepukane na hizi gender based violences ambayo sexual offenses ni inclusive, sio vipigo tu. Tuangalie haya. Na haya yanatuletea shida. Mimi najua moja ya vitu ambavyo wanawake hawataki kabisa kusikia katika maisha yao ni masuala ya kubakwa. Najua na vitu viwili hawavipendi, lakini that one I share with you this morning. Hawapendi kubakwa. Let us deal with this offense squarely. Let us explore any means of any areas of improvement, so we can tackle this challenge accordingly. Ili watu wanaofanya hivi vitendo ambavyo vinawaumiza sana wanawake na wanaishi na hiyo stigma maisha yao yote, tuvipunguze au tuvimalize, tuvitokomeze. Naona mnaenda kujifunza mambo hayo kwenye hiyo agenda yenu. But bila kukondoni hivi vitendo vya ubambikizaji wa kesi hizi. Mimi nilipokuwa jaji wa mahakama kuu hapa Dodoma, kesi nyingi unakuja unaona sasa hii kitu gani hii hapa. Sasa najiuliza, hivi mahakimu huko wanalazimishwa au inakuwa you should maintain your independence? Mudumishe uhuru wenu wa kufanya maamuzi kama inavyozungumzwa kwenye ibara 107B kubwa, kwamba mtakuwa huru na mtalazimika tu kuzingatia masharti ya katiba hii na sheria za nchi. Mtu yote asiwaburuze. Na hasa ninyi akina mama mna mchango mkubwa sana katika taifa hili kudumisha mambo haya tunayozungumza haya. Kwa hiyo narudi ibara ya 9. Kwa hiyo mamlaka ya nchi na vyombo vyake vyote vinawajibika kuelekeza sera na shughuli zake zote katika lengo la kuhakikisha, na nasema msingi ulishawekwa kwa ajili ya usawa wa wananchi wa Tanzania, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao ni wanawake na wanaume, kwamba utu na haki nyinginezo zote za binadamu zinaheshimiwa
na kuthaminiwa. B, kwamba sheria za nchi zinalindwa na kutekelezwa. C, kwamba shughuli za serikali zinatekelezwa kwa njia ambazo zitahakikisha kwamba utajiri wa taifa unaendelezwa, unahifadhiwa na unatumiwa kwa manufaa ya wananchi wote na kwa jumla, na pia kuzuia mtu kumnyonya mtu mwingine. Nimeshawaeleza hiyo nembo hii hapo. Court of Arm iko hapo. Yaani hii imebeba kila kitu na inatafasiriwa kwenye hizi ibara hizi hapo. Sasa ibara 9. D, kwamba maendeleo ya uchumi wa taifa yanakuzwa na kupangwa kwa ulinganifu na kwa pamoja. Na ndio haya tumezungumza, Mheshimiwa Jaji ametusomea kwenye hotuba kilichomo kwenye ile dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Ni wapi ambapo serikali kikaa kupanga inasema hawa wanawake bwana ndio mama zetu, wao wanajitosheleza, tusiwe tunawashirikisha? Mwahi kuona kitu kama hicho? Na mengine yanakuzwa tu. Unajua wenzetu wale kazi yao ni kuharibu maendeleo ya taifa hili. Ili mradi tu anaongea ile lugha. Alafu akizungumza anafanya hivi na sisi tuna Lakini hii inasema hivi kwamba kila mtu mwenye uwezo wa kufanya kazi anafanya kazi, na kazi maana yake ni shughuli yoyote halali inayompatia mtu riziki. Na ibara 25 inasisitiza juu kwamba inaelekeza kabisa kwamba hata kazi ndio chimbuko la ustawi. Ibara 25 ibara ndogo ya kwanza inasema kazi pekee ndiyo huzaa utajiri wa mali katika jamii. Ndilo chimbuko la ustawi wa wananchi na kipimo cha utu. Na kila mtu ana wajibu wa A, kushiriki kwa kujituma na kwa uaminifu katika kazi halali na ya uzalishaji mali. Na B, kutimiza nidhamu ya kazi ya kujitahidi kufikia malengo ya uzalishaji mali ya binafsi na yale malengo ya pamoja yanayotakiwa au yaliyowekwa na sheria. Ibara 25. Mimi nasema yani sisi taifa hili tulishawekewa msingi wa kikatiba na kisheria. Constitutional and the legal framework is pro inclusivity. Ambayo Mheshimiwa ametusemea hapa kwenye hotuba yake kwamba nguzo ya uchumi jumuishi inayojali haki, si ndio? Na hiyo ndio nguzo ya kwanza kwenye dira hii ya maendeleo ya taifa. Halafu G, kwamba serikali na vyombo vyote vya umma vinatoa nafasi zilizo sawa kwa raia wote, wake kwa waume, bila kujali rangi, kabila, dini au hali ya mtu. Hapo hiyo dira inasemaje hapo? Kwa hapo kwa kumwangalia hapo mtu unasema huyu ni wa dini fulani. Sisi wenyewe tuchangamke. H, kwamba aina zote za dhuluma, vitisho, ubaguzi, rushwa, uonevu au upendeleo zinaondolewa nchini. I, kwamba matumizi ya utajiri wa taifa yanatilia mkazo maendeleo ya wananchi, na hasa zaidi yanaelekezwa kwenye jitihada ya kuondosha umaskini, ujinga na maradhi. Na hapa ndipo mkakati wenu mkubwa unapaswa pia tunapoaddress hizi issues. Hawa ndio ambao mwalimu aliwatambua kama maadui watatu: ujinga, umaskini na maradhi. Kama tunaamini kwa mfano kwamba katika hili wanawake bado wako nyuma, mikakati yetu na wengine wote wanaopigania haki za wanawake lazima ijikite hapo. Maana watakuwa waathirika wakubwa. Na imetoa fursa hata elimu. Labda nisome ibara ya 11. Inasema hivi, ibara ya 11, ibara ndogo ya pili: kila mtu anayo haki ya kujielimisha na kila raia atakuwa huru kutafuta elimu katika fani anayoipenda hadi kufikia upeo wote kulingana na stahili na uwezo wake. Na ibara ndogo ya 3 inasema serikali itafanya jitihada kuhakikisha kwamba watu wote wanapata fursa sawa na za kutosha kuwawezesha kupata elimu na mafunzo ya ufundi katika ngazi zote za shule na vyuo vinginevyo vya mafunzo. Fursa hizo zimewekwa za kupambana na ujinga, umaskini na maradhi.
Kwa umoja ya mikakati yenu ni kuishauri serikali, lakini na yale yaliyoko ndani ya uwezo wetu sisi tufanye ili kupambana na huu umasikini, ujinga na maradhi. Tunashauri nini? Wakati fulani nadhani tumekosea kwenye approach. Mimi nimekuwa so much sensitive tangu miaka mingi. Nimegraduate naenda nimepangiwa kazi za ofisi mwanasheria mkuu wa serikali pale Dodoma. Kulikuwa na kipindi hicho Radio Tanzania wakati huo kinaitwa sijui Wanawake na Maendeleo. Na kulikuwa na mtangazaji mmoja wa radio. Alinihoje kwenye ile external service, ile Radio Tanzania Dar es Salaam. Na Kiswahili. Nikiwa nazungumza mambo haya haki za wanawake, na nikashauri kwamba changamoto zipo, lakini tunachokosea ni mkakati na mikakati yetu. Hapa ndipo bado. Na mimi nataka solution yetu iwe ni ile homegrown. Yaani utatuzi wa migogoro hii iwe ni sisi ambao tunaiona sisi wenyewe. Tusisubiri wale jamaa waje ndio watuambie kwamba unajua tatizo liko hivi, kafanyeni hivi, kafanyeni. Wao mikakati yao wakati fulani inakuwa ni confrontational. Ikisha kuwa confrontational, watu wengine wanaanza kuwa indifferent. Wanaanza kuwa indifferent. Mambo mengine hao utaondoa tu kwa public outreach, sensitization. Yaani kuwaelimisha watu. Kuelimisha watu. Kwa mfano haya masuala ya ukeketaji ambayo mheshimiwa mwenyekiti umeyazungumza hapa. Hivi wale ukienda wale jamaa utakuta wanasema wao wanafanya hivi kwa sababu ya 1 2 3. Sasa wewe wafundishe, usiende kuwabeza wala kuwadharau. Wewe waambie kwamba basi ni mambo mema, lakini changamoto zake ni hizi kiafya na psychological mindset ya mwanamke. Biological whatever. Wataelewa tu. Na hilo zoezi linakuwa la kurudia. Lakini mkienda mkasema ninyi sijui ni mira potofu, wanakuwa defensive, wanakuwa reactionary, hawatawasikiliza. Na hili ngoja niwaambieni. Wala hilo la ukeketaji kwa wanawake ndio linaitwa ukeketaji. Lakini kwetu kwa wanaume wanaita kutahiri. Yapo makabila ambayo wanaume hawatahiri, ina yako makabila ambayo wanaume wanatahiriwa. Na yale makabila ambayo wanaume hawatahiriwi yanadharauliwa sana na makabila ya wanaume wanaotahiri. Kwa hiyo huko na kwenyewe ni kwa mfano hili tatizo la wanaume kutahiriwa hili ni almost kama it's going to die. Kwa sababu ulipokuja ule ugonjwa wa ukimwi wa elimu ikatolewa, sasa hivi karibu kila mtu mwanaume akifikia umri fulani anaenda anatahiriwa. Tena sio hiyo ya kujipanga kama wale jamaa kule hospitalini tu au mnamuita daktari wanamshughulikia yule mtoto. Kwa sababu ameshaona faida zake. Hili la tohara za wanawake ni baya, ni very detrimental biologically na psychological mindset za wanawake. I think uko a strategy ya kujenga ambayo ni very friendly, ambayo itawafanya watu wabadilike tu, lakini mkisema sijui mira potofu, watakuuliza hizo za kwako ndio sahihi. Alafu anakuwa reactionary, unakosa ushirikiano. And then you are done. Kwa hiyo haya mambo mimi nilikuwa nafikiri waheshimiwa mniangalie. Tuache zile confrontational approaches za kukampeni realization ya women rights. Kwa sababu matokeo yake anafanya watu wanakuwa indifferent, wanakuwa reactionary to this. Kitu ambacho ni sahihi tu. Kwa mfano kauli tunazotumia mfumo dume. Mfumo dume. Yaani tayari hapo umesha antagonize huyu mwanaume mtu mzima na vijana na watoto wote wa kiume. Wao wanakuwa hawa jamaa hawana self esteem. Na wengine kwa sababu hizi kampeni zilizopo duniani hizi sijui za wanaume na wanawake, wanaume kuoana na ndio wanageuka tena wanakuwa kule kwetu Zanzibar na watoto wanasema mtoto si riziki. Si ndio?
Kwa sababu anaona kumbe dili ni kwa mwanamke. Ukiwaambia hata waoe, you see how they do behave. Sasa sisi wanasheria kwa sababu tunajiamini sisi tutapaswa tuwe championi kwa hivi kufundisha wenzetu wajue na kupromote na kusensitize the would be right approach kwenye vitu hivi ambavyo vinaonekana kama sio mira zinazofaa. Na kama serikali na jamii kwa ujumla, yani tuweke mkakati madhubuti wa kuachana na hivi vitendo sijui mnaita vya ushoga, sijui vya utigani na vitu gani ambao ni kinyume tu cha maadili yetu. Maadili kama wa Tanzania wa Afrika nao wafahamu, na maadili hata dini zetu, kwa hizi dini zetu hizi mbili kubwa nazo zifahamu. This way we be able to succeed as a nation. I can assure you, tukiendekeza ujinga huu anaotuletea hawa jamaa kwa kisingizio kwamba ni haki za binadamu, taifa hili halitakuwepo. Kwani unadhani mataifa mengine makubwa kwa nini yanachukua vile serious measures to mitigate against this? Sitaki kuyataja yale makanisa. Angalia taifa lenyewe hilo kubwa upande wa magharibi na taifa lingine kubwa upande wa mashariki. Halafu sisi tunashabikia sema haki za binadamu. Haki za binadamu za wapi? Ndivyo walivyozaliwa. Sasa nilikuwa nazungumza kuhusu katiba. Ibara ya 12 ile inazungumza juu ya usawa wa binadamu, si ndio? Yaani nazungumza tena kwamba sisi tangu mwanzo katiba yetu ilitambua hili kwamba binadamu wote huzaliwa huru na wote ni sawa. Na ibara ndogo ya pili kwamba kila mtu anastahili heshima ya kutambuliwa na kuthaminiwa utu wake. Mimi naamini tunapaswa tuendelee kutambua hizi jinsia zetu kwa jinsi wanavyozaliwa. Anayezaliwa mwanaume ataitwa mwanaume. Anayezaliwa mwanamke ataitwa mwanamke. Vinginevyo utashindwa kuaccess hii haki iliyotaja kwenye ibara ya 12, kwa sababu binadamu wote huzaliwa huru na wote ni sawa. Na kila mtu anastahili heshima ya kutambuliwa na kuthaminiwa utu wake. Mimi naweza kuhakikishia, mimi nafahamu akina mama japokuwa mimi sio mwanamke. Mtoto anapokuwa sio ridhiki, anayeumia sana ni mwanamke, mama yake. Na mtoto yeyote anapokuwa mharibifu, awe ni jambazi, awe ni mwizi, yani awe na tabia yoyote tu ya ovyo, asiwe responsible man, akinashua yu mtu anayeathirika sana ni mama. Na mama ana haki ya kuumia sana, kwa sababu sisi tunakaa ndani ya matumbo yenu miezi 9. Na kudimagine shida mnazozipata wale waliokwisha kubahatika kuwa wajawazito. Ile psychological trauma yenyewe inashusha immunity yenu. Ndio hapo maradhi yanaanza kutokea. And then huna hakika kwamba huyu mtoto atakuwa delivered hai. Je, na mimi mwenyewe nitakuwa hai? Maana ile ni finali ya kufa na kupona ile siku. Tunaishi huku kwenu miezi 9. Baada ya hapo hata ile miaka 2 3 hata ya 5 tu bado tuko so much close kwa mawazo yetu. Sisi madume watu ukiniamsha hapa nasema nimechoka, sijui nimekuwa nani hapa nini. Wengine tunawakimbia kwenye vyumba, pambane na hali zenu wenyewe. Kwa hiyo wanawake, ninyi nazungumza haya, wanawake mna wajibu mkubwa sana kusimama imara, kusimamia maadili ya jamii. Ninawarudisha kwenye ibara ya 19 ibara ndogo ya 3 na ibara ya 30 ibara ndogo ya 2 B. Haya maadili ya jamii ni yapi? Ni udugu, ni amani, ni kuheshimiana na kuthaminiana, ni kupenda na kufanya kazi,
Ni umoja? Ni kitu gani? Ni uadilifu? Ni kuzingatia usalama wa jamii, amani katika jamii, afya ya jamii? yani mambo yote ambayo yametajwa katika hizo ibara. Umoja wa kitaifa ni ipi? Ni kule kujitegemea? Kwa hiyo huu nadhani ni mjadala mpana. Mimi leo kwenu nimepose tu hivi, maana maadili ya jamii ni yapi? Lakini mimi ningesema, ndugu zangu, maadili ya jamii ni jambo lolote lile, wakati ambapo sina special definition. Maadili ya jamii ningesema kilichoorodheshwa ibara ya 8 ya 9 ndio maadili ya jamii. Jambo lolote na hatua yoyote ile ambayo inadumisha usitawi wa wananchi, hivyo ndivyo vinapaswa tuvichukulie kwamba ni maadili ya jamii. Ustawi wa wananchi dhidi ya maradhi, dhidi ya ujinga, dhidi ya umaskini. Ustawi wa wananchi kijamii, kiuchumi na kisiasa. So I'm posing this question, it's just a challenge. Ninyi mlioko hapa mnanisikia na wengine pengine they will develop, will come up with so many. But how can we achieve this? Kama hatuyafikiaje? Ni wapi sasa tunafanya vizuri, ni wapi hatufanyi vizuri? Ninyi Mheshimiwa Jaji na viongozi wenzangu, nimeona mnajitambua. Niwaombeni sana. Niwaombeni sana. Kila mnapopata fursa ya kukutana, kufanya mikutano yenu, iwe ni kwenye ngazi ya kanda, ngazi ya tawi, ngazi ya taifa kama hivi leo ninyi waratibu mnakuwa hii sensitization program, mjiulize, hivi tumefanikiwa kiasi gani? Hivi fursa zipo? Mnaenda kwenye kipimo chenu ni kwenye katiba. Ile legal framework yetu iliyopo, katiba, constitutional, legal framework iliyopo, sheria mbalimbali, sera za serikali, hizi standing policies, na sasa na hata hii dira. Irani ya uchaguzi ya chama kinachoshinda uchaguzi na kuunda serikali, nayo ni sera. Tumefanya namna gani? Sisi tumefikia hatua gani kama wanawake ku access hizo fursa zilizopo hapo kikatiba, kisheria na kisera? Ni wapi ambapo tumefanikiwa? Ni wapi ambapo hatujafanikiwa? Na sababu za kufanikiwa ni nini, za kutofanikiwa ni nini? Tunakuja na mikakati ipi ya kusaidia kuaddress hizi changamoto? Alafu mnaweka hizo mikakati, mnaenda. Alafu sisi mahakama ya Tanzania tutaendelea kuwaunga mkono, kwa sababu hata ninyi wenyewe ni sehemu ya hiyo mahakama ya Tanzania. Lakini mimi binafsi naamini kwamba ninyi mkiwa wanawake pengine mnaumia, so mnafikiri mtakuwa mstari wa mbele, lakini kwa sababu ni wanasheria tena majaji na mahakimu, ninyi mko soba, mna akili na hekima, hamtakuwa wanaharakati. Mtapigania hivi vitu kwa hekima na akili, hamtakuwa wanaharakati, na wala hamtakaa kuhamasisha watu mitandaoni kwamba tudai haki zetu sijui za wanawake kwa stahili hiyo. Tufikie hatua afu mwanzo usema na hawa jamaa sasa sisi usiku tutawatenga vitanda. Hiyo sitaki kusikia. Na nazungumza kama mtu mzima. Na huo mkakati niwe kusikia katika taifa fulani sijui ni hapa Tanzania sijui. Huo mkakati ni mbovu. Nimesha sema wote tunategemeana, kila mmoja anamhitaji mwingine. Mwanaume anamhitaji mwanamke sana, na mwanamke anamhitaji sana mwanaume. After all, si tuliumbwa na Mungu mwanaume, mwanamke. Na nafasi ya kuwa watawala akatupa sisi wote nafasi sawa. Kwa wale wanaosoma, ukisoma kuna kitabu kinaitwa Mwanzo. Sura ya kwanza ile mstari wa 26 hadi wa 28. Na hata hivyo yule bwana Adamu, ukisoma sura ya pili ya kile kitabu cha Mwanzo, unaona Adamu anajiona kwamba hajakamilika, maana kuona wa kufanana naye. Ndio akaumbwa huyo Hawa. Ndio sasa akawa amekamilika.
Sasa leo sisi wanaume hatuwezi kujifanya ni bora zaidi ya wanawake. Na wanawake pamoja na nafasi yao ile kubwa, hawezi kujifanya wao ni bora kuliko wanaume. Sisi wote tuko sawa na ile dignity ambayo ni sawa kama inavyotajwa kwenye ibara 12 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo niwaombeni sana. Mnaweza mkafikiria hivi katika mazingira, kwa mfano Mheshimiwa Jaji, yale tulikuwa tunasema kosa yale ya kujamiana, yale ambao watu wengine tuna mroko kwenye court of appeal na hata high court, umeona jinsi ambavyo watu wengine wanabambikizwa zile kesi katika mazingira ambayo kuna vishawishi vingi vya kufanya hayo mambo. Kwa ule age ile mnaita sijui foolish age, wanafanya ile mambo. Bado kuna haja ya kumaintain so much serious crime sentences. Mimi ninakubali kabisa mtu ambaye anabaka mtoto wa umri wa chini ya miaka 10 hana defense, yani ushahidi ukiwepo wa kutosha, yani swala ni kujiridhisha, adhabu hiyo ni sawa. Mengine haya mtaangalia. Alafu mtaangalia baada ya kuweka hiyo adhabu ambayo tumesema ni deterrent, katika mazingira hayo ya vivutio hivi vya kufanya hayo mambo, hivi tatizo limepungua au halijapungua? Hivi zile wa zamani walikuwa wanachukua hatua gani kumitigate hivi vitendo? Watoto wakue, wanafundishwa, na jamii na hata dini nyingine bado wanafundishwa haya mambo, namna ya kujikinga, kulinda hadhi yao, madume kwa yani wavulana hawa na kwa wasichana. Sisi hizo mira tunasema eti ni potofu. Potofu za wapi? Sasa hizi nyingine ndio nzuri. Na wazazi tuna wajibu wa kuwalinda watoto hawa kwa malezi ambayo tunawaprotect. Hivi angalieni kule majumbani kwetu, zile television zile, ni literature gani tunayoona kwenye television pale? Kuna vitu vimeanzishwa vina promote sijui cinema sijui vitu gani. Kuna utamaduni gani wa maana wa kujenga maadili ya Watanzania? Wakuu wakiwa so much responsible, wakiheshimu hata na nani zao. Hivi ndivyo vitu vya kuangalia. Je, katika mazingira kama haya upande moja kuna nguvu ina promote hivyo vitu, alafu upande moja umeweka sheria kali sana ya kugandamiza na watu wanaofanya hivyo vitu, na tena kuanzia mashuleni na kwenye hali ya kawaida. Sasa kuna haja ya kuendelea kuweka hiyo sheria kali ya namna hiyo? Haya ni mambo ambayo mnapaswa myafikirie. Je, sisi ni waathirika? Na ninyi mlipokuwa kwenye umri ule mlikuwa mna behave namna gani kuhusu zile hamu? Alafu watu wameshafundishwa, alafu na mazingira yapo, alafu na watoto wetu tunapeleka boarding school tunadhani ni sifa, alafu kule boarding school hakuna monitoring, na siku nyingine tukakuta kwamba hata wanaofanya hivyo vitendo ni walezi wa wale watoto, yani walimu na watu wengine. Alafu wakati ambapo pia kuna kampeni, serious kampeni za kupromote hivyo vitu. You have to think out of box. So we come up with strategies, effective strategies that will help us as a nation to fight these vices seriously and effectively. Kwa hiyo Mheshimiwa, mimi nawashukuruni sana kwa yale niliyoyaona kwenye hotuba yako hiyo na kwenye hizi agenda, yani mada mnayoenda kuzungumza. Sisi kama viongozi wa mahakama tunaona kabisa na tunaiwa kwamba tuna sababu za msingi za kuendelea kuunga mkono hiki chama chenu. Ili muweze kutekeleza majukumu yenu haya na malengo yenu kwa ufanisi ipasavyo. Mna mchango mkubwa sana. Wengine wanazungumza tu, lakini sisi licha kuzungumza tuna kalamu, mamlaka yale ya kufanya maamuzi.
kwa kuzingatia katiba na sheria za nchi, na tukiwa huru. Hakuna mtu anaweza kufunga uwezo wetu wa kufikiri. Tunachopaswa kuwa nacho ni hekima na akili. Na hekima na akili iko katika kuzishika na kuzitenda hizo katiba na sheria za nchi. Lakini niwaambieni ninapomaliza, hivi nani ana kile kiapo hapa nikisome tena? Kile kinacho hapa, kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nitatekeleza majukumu yangu kwa kufuata katiba, sheria na mila na desturi za Tanzania. Hizo mila na desturi za Tanzania ni zipi? Ndio maana nikawaambia, mengine tunavaa tu kofia na sema sijui vitu gani nini. Hivi mila na desturi za Tanzania ni zipi? Zile ambazo ni universal, zinakubalika. Ukienda Mbeya zinakubalika, ukienda Msoma zinakubalika, ukienda Monduli zinakubalika, ukienda Unguja na Pemba zinakubalika. Kwamba hizi ndizo mila na desturi ambazo tutapaswa kuzifuata. Mila na desturi zilizo kinyume cha katiba na sheria, hizo haziwezi kufuatwa. Ni zile ambazo zitaenhance usitawi wa nini? Wa wananchi. Ambalo ibara ya 7 ya katiba inasema yale yaliyotajwa pale, kila mtu, yanasema watu wote waliko Tanzania, weza ni wa Tanzania au si wa Tanzania, ili mradi ukiwa Tanzania. Unapochukua hatua, na sisi serikali na vyombo vyake vyote, iwe ni muhimili wa utendaji, iwe ni muhimili wa kutunga sheria bunge, iwe ni muhimili wa mahakama, tutalazimika hivi vitu kuzingatia. Ni kwa ibara ya 7 inayozungumza habari za serikali na wajibu wake, ukianzia ibara ya 6 mpaka ibara ya 11. Lakini haya maelezo ambayo ya kuzingatia yanaanzia ibara ya 8 mpaka 11. Those are core values za taifa hili, ambazo pengine pia inaweza kafomu hicho kinachoitwa maadili ya jamii. Kwa wakati fulani utalazimika kuidentify mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambazo zina universal application kwa katika eneo la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambazo zina enhance ustawi wa nini? Wa wananchi, na hasa katika kupambana na umaskini, ujinga na maradhi. Na hivi vitakufanya uwe independent. Mtu aliye na afya njema anaishi umri mrefu. Mtu akiwa na mali anafanya mambo mengine mengi anayoyataka. Mtu akiwa na elimu anafanya nini? Anatambua changamoto zinazomkabili na kuchukua hatua. Pengine nimezungumza kama philosopher sijui, lakini mimi sio philosopher. Nini ni watu wazima. Na Mungu ataendelea kuwabariki sana. Na wanawake wana nafasi kubwa sana katika taifa. Wanawake wana nafasi kubwa sana katika taifa. Na hata katika kuleta maendeleo, kwa sababu yani wao, mwanamke ukimwangalia yeye wakati wote anawiwa kuona mafanikio ya familia yake. Mimi mengine sitasema hapa, nikisema mtasema huyu anafanya nini. Lakini ni ukweli, ukudisi. Kwa mna nafasi kubwa sana kuwa wabunifu. Ni vitu gani tukivifanya vitaenhance afya njema, elimu, utajiri, yani mali. Yani vitaenhance mafanikio yetu katika kupiga vita umasikini, maradhi na ujinga. Lakini tutataka hayo mambo, hizo mila tu zinazozidisha ustawi wa wananchi wa Tanzania katika mapambano dhidi ya rushwa, dhidi ya ujinga, umasikini na maradhi. Lakini mila na desturi za wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zitakazodumisha amani na udugu na umoja wetu wa kitaifa, zitakazodumisha usalama wa jamii, zitakazodumisha maadili ya jamii, zitakazodumisha amani katika jamii, zitakazodumisha umoja wa kitaifa, zitakazodumisha ulinzi wa taifa hili.
na mengine mengi yaliyotajwa ibara ya kwanza, ibara 30 ibara ndogo ya pili B, na hizo ibara nyingine zote nilizokwisha kuzisema. That much tutafanikiwa. Kwa sehemu fulani iliwenda wakasema wanawake ni jeshi kubwa. Sijui ilikuwa kanisani, sijui ilikuwa namna gani. Ninyi bado mnabaki kuwa jeshi kubwa. Kwa hiyo Mungu aendelee kuwabariki sana. Baada ya kusema haya, kwa mara nyingine tena niwashukuru kwa kunipa fursa ya kushiriki na ninyi kwenye huu mkutano wenu muhimu sana, na ninaomba tu kwa Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki katika maisha, utumishi na shughuli zenu wakati wote, na nawatakieni kila laheri katika mkutano wenu huu, na napotamka kwamba mkutano wenu huu sasa nimeufungua rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.